Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga msikilizaji, na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais Donald Trump anasema India imekubali kuacha kununua mafuta ya Urusi kama sehemu ya mkataba wa kibiashara uliosubiriwa kwa muda mrefu na Marekani. Benki Kuu ya Kenya imepiga marufuku matumizi ya noti kutengeneza maua kama mapambo ya zawadi. Mara nyingi huwa zinapigwa na stapler. Katika hiyo hali, ile stapler huharibu ile noti, sasa inakuwa ni vigumu kuitumia sana. Na tunauangazia mkutano wa kimataifa unaohusisha serikali mbalimbali unaofanyika katika nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu na namna utakavyonufaisha nchi shiriki kutoka barani Afrika. Nchi za Afrika zinaenda, kila moja anaenda kivyake. Hawajaenda kama ni miradi ya bara la Afrika. Kwa hiyo kila moja inatumia ushawishi wake, inatumia diplomasia yake. Jumanne leo ya Februari 3 mwaka 2026, lakini kulia kwangu mwenzangu Halima Nyanza hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima, karibu. Asante Skola, na habari msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema India imekubali kuacha kununua mafuta ya Urusi kama sehemu ya mkataba wa kibiashara ambao nchi yake ilikuwa ikisubiri muda mrefu. Amesema nchi yake imepunguza ushuru wa forodha kwa bidhaa za India hadi 18%. Katika mazungumzo yao kwa njia ya simu, naye waziri mkuu wa India Narendra Modi pia amesema nchi yake imekubali kununua mafuta zaidi kutoka Marekani na pia kuna uwezekano wa kununua mafuta ya Venezuela. Wagonjwa na majeruhi wa kwanza wa Kipalestina wamevuka mpaka kutoka Gaza na kuingia nchini Misri kupitia njia ya Rafa baada ya kivuko hiko kufunguliwa tena kwa muda na Israel. Shirika la Afya Duniani limesema wagonjwa 5 tu na ndugu zao waliweza kupita sehemu za ukaguzi na kuondoka katika eneo hilo. Wapalestina wengine 50 wanatarajiwa kurejea Gaza katika upande wa pili, Israel na Misri zikiidhinisha. Njia hiyo ya Rafa ndiyo pekee kwa Wapalestina kuingia na kutoka Gaza. Vurugu zaidi zimetokea katika bunge la Somalia baada ya wabunge wa upinzani kukatiza ufunguzi wa mjadala kuhusu mapendekezo ya marekebisho ya katiba. Zaidi na Sambatenzi. Picha za video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha polisi wakijaribu kuondoa baadhi ya wabunge waliokuwa wameziba njia zote za kuingia katika ukumbi wa bunge. Wabunge kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa katika ghasia hizo. Siku ya Jumapili, wabunge 18 walisimamishwa kutokana na vurugu kama hizo. Upinzani unasema marekebisho ya katiba yaliyopangwa yanalenga kuongeza muda wa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud madarakani. Na rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton pamoja na mke wake Hillary Clinton ambaye ni waziri wa zamani wa mambo ya nje wameitikia wito wa bunge kwenda kutoa ushahidi katika kesi ya Jeffrey Epstein aliyehukumiwa kwa uhalifu wa makosa ya ngono. Angel Urena kutoka ofisi ya Clinton amethibitisha taarifa hiyo katika mtandao wa kijamii. Uamuzi wa huo umekuja wakati ambapo Republican walio wengi katika baraza la wawakilishi wakijiandaa kupiga kura, na iwapo itapitishwa, suala hilo lingepelekwa kwenye wizara ya sheria. Picha ya Bill Clinton imeonekana katika faili za Epstein zilizotolewa na idara ya sheria, licha rais huyo wa zamani wa Marekani kutoka chama cha Democrats kukanusha tuhuma hizo. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC na inakutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Nchini Kenya tusikilize kupitia Mwenedo FM, Must FM, na nchini Uganda ni Radio Kitara, Radio Lira na Radio Paidha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Ben na Lizadel Radio. Nchini Tanzania, Radio One Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Matangazo haya pia unaweza kutusikiliza kwenye tovuti yetu ya internet bbcnewsswahili.com. Matangazo pia msikilizaji kujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba amekubaliana juu ya makubaliano ya kibiashara na waziri mkuu wa India Narendra Modi, ambapo Marekani itapunguza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka China hadi 18% kutoka 25%. Zaidi na Victor Kenani.
Katika chapisho kwenye mtandao wa Truth Social, Trump alisema India itapunguza vikwazo vya biashara hadi 0 na pia itaacha kununua mafuta kutoka Urusi. Ushuru wa ziada wa adhabu wa 25% uliowekwa kutokana na kukataa kwa Delhi kusitisha ununuzi wa mafuta ya Urusi utaondolewa. Tangazo hilo linakuja chini ya wiki moja baada ya India na Umoja wa Ulaya kutangaza makubaliano muhimu ya kibiashara yaliyohitimisha karibu miongo miwili ya mazungumzo ya hatua. Modi alisema kwenye X kwamba amefurahi sana kuwa makubaliano na Marekani yamefikiwa. Uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na India umekuwa na msuguano tangu Marekani ilipoweka ushuru wa 50% kwa bidhaa kutoka India, kiwango cha juu zaidi kwa nchi yoyote bara Asia mnamo mwezi Agosti, ikiwemo adhabu ya 25% inayohusishwa na ununuzi wa India wa mafuta ya Urusi. Mauzo ya nje ya India kwenda Marekani yalishuka kwa kiasi kikubwa baada ya ushuru wa Trump kuanza kutumika. Maafisa wa Delhi wamekuwa wakitafuta ushirikiano na nchi zingine ambazo pia zinakabiliwa na ushuru wa Trump. Wiki iliyopita, India na Umoja wa Ulaya walitangaza makubaliano ya biashara huria yanayotarajiwa kupunguza kodi kwa karibu bidhaa zote kati ya India na muungano wa nchi 27 za Ulaya, huku pande zote zikilenga kuimarisha uhusiano wao mbele ya mvutano unaongezeka na Marekani. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuongeza mara 2 mauzo ya nje ya Umoja wa Ulaya kwenda India ifikapo mwaka 2032 kulingana na Umoja wa Ulaya. Muungano wa We Pay the Tariffs unaojumuisha biashara ndogondogo 800 za Marekani ulikosoa tangazo hilo, ukibainisha kuwa kabla ya sera za ushuru za Trump kutekelezwa, waagizaji wa Marekani walikuwa wakilipa wastani wa 2.5% kwa bidhaa kutoka India. Hisa za Marekani zilipanda kidogo baada ya Trump kutangaza makubaliano ya kibiashara na Delhi kwenye mtandao wa Truth Social. Ni taarifa yake Victor Kenani. Benki Kuu ya Kenya imeonya wafanyabiashara wa maua na maduka ya zawadi dhidi ya kutengeneza shada la maua pamoja na mapambo kwa kutumia noti. Video zimeenea kwenye mitandao ya kijamii zinazoonyesha wamiliki wa maduka wakitengeneza mapambo kwa noti zilizokunjwa vizuri na kuungwa kulingana na rangi ya noti na thamani tofauti. Benki hiyo inasema utengenezaji huo unaharibu sarafu ya Kenya na watengenezaji wanaweza kufungwa jela miaka 7 iwapo watakamatwa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa uchumi kutoka nchini Kenya, Odhiambo Ramogi. Benki Kuu ya Kenya inalalama kwamba jambo hili linaharibu noti ama inaharibu zile pesa ambazo zinawekwa pamoja, kwa sababu zikiwekwa kama maua hivyo mara nyingi huwa zinapigwa na stapler. Katika hiyo hali ile stapler huharibu ile noti, sasa inakuwa ni vigumu kuitumia tena. Tangu kwanza the year 2000 mpaka sasa benki duniani kote wamefanya automation katika utumizi wa pesa. Kwa mfano, pesa haihesabiwi na mkono tu, kuna mashini inayowekewa hizo pesa na hiyo mashini inahesabu hizo pesa. Sasa ikiwa ile pesa imeharibiwa katika kuwekwa ikawa zawadi, sasa inakuwa vigumu ile pesa kupitia kwa ile mashini ya kuhesabu. Sasa ikiwa umeharibu ile pesa kwa pengine kutumia stapler ama kutumia glue, pia inakuwa vigumu ile mashini kujua hii ni shilingi 200 au ni shilingi 1000. Mara nyingi inachukua ile pesa inaweka kando kama spoiled money. So Central Bank imekuwa ikirudishiwa pesa nyingi kama spoiled money kabla ya wakati wake kuisha. Sheria nchini Kenya inasema nini kuhusu uharibifu wa sarafu ya taifa hilo? Section 237 I think Penal Code, ambayo inasema kwamba usitumie pesa vibaya, usiharibu pesa, sura ya pesa. Sheria inakataa utumizi wa pesa namna ile kama bouquet. Haikatai kupeana zawadi, lakini ile kuipiga staple na vitu kama ile, sheria imekataa. Ni hatia kuharibu pesa, kuikunja, kuipaka rangi tofauti ama
kuikata. Kwa upande mmoja, mimi nakubaliana na Central Bank kwamba watu watumie pesa vizuri, lakini upande ule mwingine pia tumeona katika miaka hii ya karibu kwamba the quality of the notes ambazo zinatoka Central Bank zimerudi chini mno. Quality ya ile notes ambazo zinatolewa na Central Bank zimerudi chini. Kwa hivyo hata ingawa wanalalamikia wananchi kwamba wanatumia noti zile vibaya, hata wao upande wao inafaa kwamba waangalie ile quality ambayo wanatoa iende kwa wananchi. Naam, ni Odhiambo Ramogi, mtaalamu wa chumi, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Jeshi la anga la muungano wa nchi za Sahel AES linasema limefanya mashambulizi ya anga yaliyotabiriwa na alikuwa sahihi kabisa kwenye maeneo ya wapiganaji wa Islamic State karibu na Kabara, kusini mwa mji wa Meneka nchini Mali, karibu pia na mpaka na Niger. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Mashambulizi hayo yaliyotekelezwa tarehe 31 Januari ni ya hivi punde zaidi katika operesheni za kijeshi katika eneo la mpakani la Sahel, ambapo ghasia za wanajihadi zimeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Maafisa wa usalama walisema operesheni hiyo ililenga wapiganaji kutoka Islamic State katika eneo la Sahara na kuharibu magari na vifaa vya usafirishaji na kuua wanamgambo kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la anga la muungano wa nchi za Sahel, mashambulizi hayo ya angani pia yaliwakumba wanamgambo walionusurika katika mashambulizi ya awali ya jeshi la Mali yaliyofanywa tarehe 29 Januari kaskazini mwa Menaka. Mamlaka ya Mali inasema zaidi ya wanajihadi 20 waliuawa mwishoni mwa juma. Washirika wa Islamic State wa eneo la Sahel pia wamedai kuhusika na shambulio la wiki iliyopita kwenye uwanja wa ndege wa Niger huko Niamey, ikitoa picha zinazoonyesha uharibifu ndani ya eneo la jeshi la uwanja huo wa ndege. Mapigano ya hivi punde yanajiri huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kikanda kufuatia kuzinduliwa kwa kikosi cha jeshi la anga la muungano wa nchi za Sahel mwezi Disemba na Mali, Niger na Burkina Faso. Muungano huo uliundwa ili kukabiliana na makundi ya wanajihadi baada ya nchi hizo tatu kupunguza ushirikiano na vikosi vya nchi za magharibi na kuimarisha uhusiano wa kiusalama na Urusi. Ni Elizabeth Kazibure. Na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani. Jezi nambari 14 Victor Kenani Tensetu. Kidogo ni sawa kama ushavaa jezi bwana, unaingia uwanjani. Twende. Bwana, ndio masaa yametimia sasa, lakini tuelekee kwenye spoti sasa. Shukran Skola. Tunaanza na mbio ya magari ya langalanga ama Formula 1 na dereva wa Mercedes George Russell anasema matumaini yake kwa msimu wa Formula 1 wa mwaka 2026 ni kujikuta akipambana kuwania ubingwa na Max Verstappen wa Red Bull. Russell alisema angependa sana mambo yawe hivyo wakati yeye na timu yake Mercedes walipozindua rasmi gari lao jipya siku ya Jumatatu. Mwingereza huyo mwenye umri wa miaka 27 aliongeza kuwa hahisi shinikizo lolote la ziada licha ya kutajwa kama mmoja wanaopewa nafasi kubwa kabla ya msimu kuanza. Russell ameshinda mbio 5 za Formula 1 akiwa na Mercedes tangu ajiunge na timu hiyo mwaka 2022, lakini hadi sasa hajawahi kuwa na gari lenye kasi ya kutosha kwa udhibiti kuwania ubingwa wa madereva. Formula 1 imefanya mabadiliko makubwa zaidi ya kanuni katika historia yake kipindi cha majira ya baridi, huku magari, injini, matairi na mafuta yote yakiwa mapya kuelekea msimu wa mwaka 2026. Kwingineko, Italia, mwenyeji wa mashindano ya michezo Olimpiki ya majira ya baridi, wamejikuta katika aibu siku chache kabla ya kuanza kwa mashindano hayo baada ya mwanariadha wao biathlon Rebecca Pasla kutimuliwa kwenye michezo hiyo kutokana na kufeli kipimo cha dawa za kusisimua misuli. Pasla alisimamishwa kwa muda na shirikisho la kupambana na dawa za kusisimua misuli la Italia NADO baada ya kupatikana na